Mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbilenge za kimichezo. Faina mahali usili inna mahali usili faidha farakta fansabu ila rabbika falghabe. Ni zaidi ya kilomita 1050 kuifuata Pamba. Tuko kwenye jiji la Rock City, jiji la Miamba, ambao kuna mchezo wa Simba Sport Club na Pamba Jiji, mchezo ambao unataka kupigwa tarehe 19. Niko na semaji la Pamba, kwema she. Mungu mwema, uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Intro kali. Intro kama umepania hivi. Kawaida. Niambie mwanangu. Tuanze hapa Pamba Jiji kuelekea mchezo wa Simba Sport Club. Nimeona kupitia mitandao ya kijamii imesema hii ni yetu. Hii ni yetu ina maana gani hasa kuelekea kwa mnyama Simba Sport Club ambaye amekuwa bora kwenye mechi za away kwa siku za hivi karibuni? Hii ni yetu, ni promotion ya mchezo tu. Labda watu wasichukulie ile tunasema tu personal, ila sisi tunafanya promotion ya mchezo. Na hii ni yetu, na sababu nimeshazieleza. Moja ni tumekuwa hatuna matokeo mazuri dhidi ya klabu ya Simba kwenye michezo ambayo imepita tangu tumepanda ligi kuu, lakini pia hata kabla hatujarejea ligi kuu, sio? Kwa hiyo tunaamini, na sisi tunaamini baada ya kustruggle kuanguka kwenye michezo kadhaa, huu sasa tunaamini ni muda wetu na sisi wa kuonesha ile quality ambayo tumekuwa nayo. Lakini hii ni yetu. Sababu nyingine, sisi ni wamiliki wa mchezo kwa maana ya wenyeji, kwa hiyo tunaamini huu ni mchezo wetu. Kwa ndio maana tunatumia hiyo kauli mbiu ya hii ni yetu. Kwa mashabiki wanatakiwa tu kuivaa kwamba hii ni yetu. Ni eneo la kwanza ni promotion, lakini la pili ni kuendelea kukumbushana kwamba tumekuwa hatuna matokeo mazuri dhidi ya klabu ya Simba, na kwa aina ya kikosi ambacho tuko nacho, benchi bora la ufundi tulilonalo, tunaamini muda ndo huu sasa. Kwa ndio maana tunasema hii ni yetu. Pamba Jiji mmekuwa wazuri sana mkiwa nyumbani. Mchezo wa mwisho wa ligi kuu Azam kafosi sale yeye mwenyewe. Mnaenda kwa Simba Sport Club ambao wako bora hasa. Nini siri ya kufanya vizuri mkiwa kwenye dimba lenu la nyumbani? Maana tunaona sasa hivi mko nafasi ya 5, Simba Sport Club nafasi ya 4. Cha kwanza ni usajili mzuri wa wachezaji. Yaani kwenye ligi ya sasa hivi tofauti na misimu mingine, ukifanya kazi kwa mazoea kama mimi ni fulani, alafu kawa haukusajili vizuri, haukuwa na technical bench bora, lazima uta struggle. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, viongozi walikaa wakafikiria aina ya mwalimu ambaye amekuja kwenye timu, Francis Baraza na benchi lake la ufundi, lakini pia tukaselect wachezaji ambao wanaendana na kila ambacho mwalimu anakihitaji na falsafa ya timu. Kwa hiyo hakuna maajabu mengine, hakuna jambo lingine la ajabu. Kwa hiyo baada ya hawa watu kuja, maana yake inafuata commitment, wachezaji kutambua kwamba klabu inataka nini, benchi la ufundi wanajua nini klabu inahitaji, then sisi tunaondoka. Kwa hiyo hakuna maajabu yote, lakini ni hivyo vitu viwili, benchi bora la ufundi, lakini pia tulisajili vizuri. Simba Sport Club mchezo wao dhidi ya TRA ulipigwa kalenda kutokana na mvua ilionyesha pale jijini Arusha. Na mara baada ya mchezo ule kutamatika, nilipata nafasi ya kuongea na afisa habari wa Simba Sport Club Ahmed Ali. Alisema kuwa dozi waliokuwa wamemwandalia TRA sasa inaenda mara 2 kwa Pamba Jiji. Sawa, kama amesema hivyo sawa, lakini hatuko hapa kwa ajili ya kuchekeshana, hatuko hapa kwa ajili ya kupelekana mjini. Kuna wale maneno ya kupelekana mjini kwamba na mimi natakiwa nijibu kwa sababu amesema fulani. Level hizo mimi binafsi nimeshavuka, na mpira mimi nauelewa. Mwaka jana tena aliteleza kidogo hivi nilimweka sawa sawa. Wakati anakuja kwenye mechi alisema walikuwa wanaenda kwenye mchezo wa kimataifa. Akasema wachezaji wetu wasijisikie wakakamiwa wasinini, lakini kwa ambao walitizama mchezo ule ambao uliisha tukafungwa 1-0, ile kauli yake walikuja kuielewa baada ya mchezo kuisha. Kwa hiyo kama pia amezungumza hii kauli kwamba ile dozi ambao wameiandaa ambao ilikuwa wapewe TRA inahamia kwetu, sisi tunaisubiri. Kwa sisi tunaisubiri na hatuna changamoto yote na hatuna cha kumjibu. Kwa sisi tunaendelea na maandalizi kuelekea kwenye mchezo. Muda ukifika, haya ambao ameyasema sasa pale yatakuja kueleweka, wala hatuna shida yoyote. Semaji, na hizi timu kubwa hasa zikiwa zinacheza na timu ambazo ni daraja la kati, umekuwa akilalamika sana kwenye ile statement uliosema, kama alivyosema Ahmed Ali, kuwa wachezaji wao wengi sana wanakamiwa hususan kwenye viwanja vya away, hususan huko mikoani. Hii pengine ina afya kwenye soka letu? Bahati yani hapa sasa naweza nikauweka usemaji wangu pembeni, nikatoa darasa kidogo. Unajua football ziwepo. Ni kuna mazingira tu fulani waga yanawekwa kwa baadhi ya timu kulialia kama watoto, kulalamika, umeelewa? Lakini haujawahi kusikia Pamba au baadhi ya timu
wakiwa wana complain kuhusiana na haya mambo, sijui ya kuchezewa vibaya, sijui ya nini, na hapa hoja inakuja ni hiyo kwamba labda kuchezewa, lakini sisi ziko mechi ambazo dhidi ya hizo timu tunafanyiwa mambo ya ajabu ajabu, lakini wala haujawahi kusikia mtu nakuja hapa kwenye kamera anasema sasa leo sisi tumefanya hivi. No. Kwa hiyo mimi nafikiri bodi ya ligi wanapambana wawe na ligi bora, ligi yao iendelee kukua zaidi, ambayo pia ni ligi yetu sisi. Nadhani ni busara na hekima tukaendelea kupambana, tuwe tuna yani baada ya mechi au kabla ya mchezo tuwe tuna comment za kimpira zaidi kuliko comment ambazo hazina afya kwenye mpira wetu. Kwa hiyo sikataa, yani kila mtu kuwa na maoni. Football it's a game yani opinion, yani kwenye football ni kila mtu ana maoni, yani sijui umeelewa. Kwa hiyo na uwezo kumzuia mtu kwamba usiseme hivi usiseme vile, lakini tuheshimu wapinzani, tuheshimu taasisi zetu na tuwe tuna mipaka. Imekuwa pia bahati mbaya kwa sisi wasemaji kupewa nafasi ya kuwa wasemaji, tunahisi tunao mamlaka ya kusema chochote, kuwasemea watu, kuzungumza vitu ambavyo wakati mwingine havina mbele wala nyuma. Mimi hapa nikitoa kauli ya kuzungumza lugha mbaya kuhusiana na klabu ya Simba kwa tafsiri ya kawaida, maana yake klabu ndio imenituma mimi kusema haya ambayo nimeyasema. Kwa hiyo lazima tuangalie unasema nini, wapi, kwa wakati gani na ili iweje. Na hata haya maneno ambayo wanayasema sisi wasemaji ambao wanaweza wakaisa labda tuko kwenye hizi mid table team, tuna uwezo wa kujibu, tuna uwezo wa kuongea, lakini unaangalia career yako, heshima ambayo umeitengeneza muda mrefu, timu ambayo unaifanyia ni aina ipi ya timu, falsafa ya timu inasemaje. Kwa kuna baadhi ya maneno huwa sio kama tunashindwa kuyajibu. Hata sisi kuna muda kibinadamu unasema huyu mbona akasema hivi, yani kwa nini mimi nisimjibu, lakini wengine hatuko kwenye. Kwa hiyo kukatisha tu story, mimi niseme swali lako mama ambalo umeniuliza la kusema wanakamiwa, sio la kweli, lakini mpira ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona. Hauwezi tu mtu akaja tu hapo akapita unamwangalia akaondoka. Kwa hiyo ni kwa sababu tu huwa wanatamani wafike, kwa mfano wana mechi CCM Kirumba, yani wafike tu wazugezuge, dakika 90 zimeisha, wameshinda goli 4, wamepanda ndege, wamefanya nini, wameondoka. Lakini hawataki kupata test ya mechi. Kwa hiyo wakipata tu test ya mechi ndo wanaigeuza hiyo test ya mechi kuwa kwamba walikamiwa. Hilo tu peke yake ndo ambacho kinatokea. Lakini kama wako tayari wamejiandaa vizuri, sheria 17 zinasimamiwa, waje wamejiandaa, twendeni tukacheze mpira. Yule ambaye yuko sawa sawa atashinda, maisha mengine yanaendelea. Hapo semaji kuelekea michezo yote huaga ina bonus. Then mkipata matokeo hiyo in general ipo. Pengine kwenye mchezo wa Simba Sport Club Pamba Jiji ikipata matokeo ile bonus inakuwa kubwa zaidi tofauti na timu nyingine. Hapana. Sisi tulishatengeneza utaratibu mapema. Kwenye hizo timu ambazo umezisema, sijui hizo Giant, sio? Of course kuna kitu kinaongezeka kidogo sana, lakini sio kwa sababu sasa ni hao basi kuna kitu kikubwa sana. Hapana. Wachezaji wetu wanajua kile ambacho wanakifanya, wanajua utaratibu ukoje na nini ambacho kimewaleta kwenye timu. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote ya kubadilisha baadhi ya mambo kwa sababu tu tunakwenda kucheza dhidi ya timu A ama B. Utaratibu wetu ni ule. Muda wa mazoezi haubadiliki, location ya mazoezi haibadiliki, hakuna ambacho kinabadilika. Lakini heshima yao, ukubwa wao unabakia kama ambavyo upo, lakini hakuna kwamba kwa sababu tunacheza nao kuna lifestyle sisi tunatakiwa tuibadilishe kwa sababu tunaenda kucheza na timu fulani. Hapana, ni swala la utayari tu wa wachezaji, akili, wanajua wanaenda kukutana na aina gani ya timu, waweje sawa kichwani, tunaenda kucheza mechi. Kwa hiyo haya mambo ya bonus hakuna taarifa mpya kwamba leo sasa nikaja mimi hapa nikawaambia jamani kesho tunacheza na timu A ama B, bonus imepanda kutoka milioni 1 itakuwa milioni 3. Hatuna huo utaratibu. Kwa hiyo haya ambayo tunakwenda kuyafanya, yanakwenda kufanyika, tulishayapanga na tumeyazungumza, sio leo, sio jana, ni muda mrefu. Kwa hiyo utaratibu unaeleweka. Kwa hakuna kipya kaka. Nimeona kwenye mechi za hivi karibuni Kevin Nash amekuwa ni balaa, na miongoni mwa kiungo ambao umekuwa unampaka sana mafuta. Aenda kukutana na viungo shoka. Sio anampaka mafuta. Yaani utofauti ambao upo, wachezaji wangu faida ambao wanaipata, wana mtu ambaye anaweza akawazungumzia kwenye eneo la mpira, sio kupiga kelele. Kwa hiyo yale ambayo siko interested kuanza kujadili watu wengine. Mimi najizungumzia mimi. Kwa hiyo ni faida ambayo wanaipata. Kwa hiyo tangu nawaambia kuhusiana na swala la Kevi mwanzo kabisa wa msimu, baadhi ya watu wakahisi na yani unajua zile
watu, kuna aina tu ya watu ambao wamewazoea wao. Kwa hiyo huwa hawataki kuletewa taarifa mpya. Kwa wakati naelekea taarifa ya Kevi like huyu naye nani. Lakini mechi tumeenda ya kwanza wameona ya Namungo, mechi ya pili ya Yanga Afrika wameona Kevi kazi aliyoifanya na mechi zikafuata. Mpaka hivi ninavyoongea sasa siwezi tena kujadili habari ya Kevin. Kwa hiyo ni tuendelee kumwombea. Kijana bado ana matamanio makubwa, ana mipango yake individual ya kufika mbali zaidi. Umeelewa? Ana ndoto zake kubwa kwenye career ya football. Kwa hiyo tuendelee kumwombea. Lakini kimsingi yuko kwenye kipindi kizuri na Mwenyezi Mungu ameendelea kumsaidia, majeraha yamekaa na yeye mbali, anafanya kile ambacho benchi la ufundi wanakihitaji. Kwa hiyo kijana kikweli yuko kwenye maendelezo mzuri, na kwa mipango ambayo yuko nayo binafsi na ya timu, akiendelea hivi ambavyo anaendelea, tunaweza tukasikia taarifa nyingine kubwa na zaidi kuhusiana na Kevin Nation. Kwa hiyo tuendelee kumwombea, discipline endelee kuwa nayo, acheze kwenye sio kwa kujifurahisha yeye, acheze kulingana na technical staff vile ambavyo wanataka, na naona anafanya hivyo. Kwa hiyo mengi mazuri yataendelea kuwepo kwa kijana, tuendelee kumwombea. Semaji, tuchagizie hapa Simba Sport Club, kuna dirisha dogo, maingizo kwa anafanya vizuri sana, hususan hawa watatu hawa. Watu wengi sana wanawaimba. Wewe kwa jicho la kitaalam, sasa wanawaimba, mimi sijawaimba. Umesema wanawaimba. Wanawaimba sana. Wanawaimba. Kwa hiyo pengine ili swali baada ya mechi dakika 90 zikiisha pale CCM Kirumba pap zimeisha. Alafu sasa unaniambia bana, tulizungumza, nilikuuliza swali kuhusiana na nikiwa nimewaona, kwa sababu naweza kuwa nimewaona wakiwa wanacheza na timu zingine. Sasa niwaone Abdul Majid Mangalo akiwa anawakaba, James Mwashinga akiwa anawakaba, Kenneth Kunambi Chuma akiwa anawakaba. Baada ya mechi sasa nitakuwa niko kwenye nafasi nzuri ya kusema kweli hawa ni wanaume au ndo wale ambao wamekuja tu kwa ajili ya michongo na kuchukua hela za watu. Basi kwa hiyo baada ya hapo nitasema. Tumalize na hili Semaji, neno moja kwa wanapamba jijini Mwanza kuelekea mchezo dhidi ya Simba Sport Club. Maandalizi yanaendelea vizuri, na kupitia hapa niwaambie tu tiketi rasmi zitaanza kuuzwa kesho. Lengo la kuuza tiketi mapema, tunataka tuondoe msongamano. Na watu wamekuwa pia wanalalamika mambo ya mitandao na nini. Kwa hiyo watu waje mapema, tiketi zitaanza kuuzwa mapema kesho. Kwa hiyo wakati tiketi, yani kitu pekee ambacho nawathibitishia kwamba sisi klabu ya Pamba Jiji tumejiandaa kucheza dhidi ya klabu ya Simba. Haya mengine yote achana nao. Kitu ambacho nakuthibitishia kwamba Pamba Jiji Football Club tumejiandaa kucheza dhidi ya klabu ya Simba. Watu wakate tiketi, tukutane pale kiwanjani. Tukutane pale kiwanjani. Shukrani. Pamoja sana kaka.